Ishara, miujiza na maajabu ya Mungu hayamthibitishi mtu, yanathibitisha neno. Na sikia watu wa Mungu wa thamani, kweli ni neno la Mungu lililofunuliwa, lakini kweli hiyo inapofunuliwa haiwi tena neno, inakuwa mtu aitwaye Yesu Kristo. Kweli inamfunua Yesu ambaye ndiye atakaye kuweka huru. Kwa hiyo huwekwi huru na kanuni, unawekwa huru na mtu anaitwa Yesu. Ufahamu wetu kufunguliwa kwa neno, inaanza neno linakuwa nuru kwetu, alafu tunapoanza kutembea kwenye hiyo nuru tunakutana na nuru anayeitwa Yesu Kristo, ambaye alisema mimi ni nuru ya ulimwengu. Uko katika uhitaji, unaenda mbele za Mungu, naambia Mungu nifanye nini? Anafunua njia ya kufanya. Katika kutembea katika njia hiyo, anapobadilisha hali yako, mwisho wa hiyo njia hukutani tu na jibu lako, lakini unakutana na Yesu aliye njia. Kwa neno la Mungu lisipotupeleka kwa Yesu, hilo neno la Mungu ni dini kama dini nyingine yoyote. Yaani lazima mwisho wa siku neno limfunue Yesu. Ukiona mtu ameamini uongo ni kwa sababu ya nguvu ya upotevu. Na nguvu ya upotevu inapataje nguvu katika maisha ya kanisa? Kwa sababu kanisa hawaipendi kweli. Kwa hiyo ina maana tukitaka kuvunja nguvu ya upotevu, turudi kuipenda kweli. Ukiipenda tu kweli, nguvu ya upotevu inavunjika juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Injili inapohubiriwa, inahubiriwa ili wanadamu waamini, katika kuamini waokolewe, na katika kuokolewa wasamehewe dhambi zao, na katika kusamehewa dhambi zao waupate uzima.